ndoa takatifu Nabii Paulina Tadeo katika Kanisa Katoliki Parokia ya Inyonga. Bi Paulina Tadeo kwa sasa ni marehemu. Baada ya Bi Paulina Tadeo kufariki, marehemu Eusebius Kapongwa Nguruchuma alifunga ndoa na Bi Salvatore Kachira. Elimu. Mwaka 1940 mpaka mwaka 1943 marehemu alisoma katika shule ya msingi Inyonga darasa la kwanza mpaka la 4. Baadaye alisoma shule ya kati yaani middle school ya Karema na kufanikiwa kumaliza darasa la 8 mwaka 1948. Mwaka 1949 marehemu alijiunga na chuo cha ualimu Butimba kilichopo mkoani Mwanza na kufanikiwa kutunukiwa cheti cha ualimu. Kazi: utumishi wa umma. Baada ya kuhitimu mafunzo ya ualimu, marehemu Eusebius Kapongwa Nguruchuma aliajiriwa na serikali ya Tanganyika na kufanikiwa kufanya kazi ya ualimu katika maeneo na shule mbalimbali ndani ya mkoa wa Katavi. Pamoja na kazi ya ualimu, marehemu alihudumu pia katika nafasi mbalimbali ikiwa pamoja na mratibu elimu tarafa, mratibu upimaji elimu wilaya ya Mpanda, kaimu katibu tarafa za Kashauri na Kabungu kwa nyakati tofauti. Mpaka anastaafu utumishi wa umma, marehemu alikuwa mwalimu mkuu wa shule ya msingi Kashato iliyopo mtaa Bozogwe, kata ya Kashauri, wilaya ya Mpanda, mkoani Katavi. Nafasi za kisiasa. Pamoja na kufanya kazi katika serikali ya Tanganyika na baadaye Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, marehemu pia alipata kuaminiwa na Chama cha Mapinduzi ambapo aliweza kuhudumu katika nafasi mbalimbali ikiwa ni pamoja katibu wa kwanza wa uchumi na mipango wa Chama cha Mapinduzi wilaya kuanzia mwaka 1982 hadi mwaka 1987. Marehemu alipata kuhudumu nafasi ya mjumbe wa mkutano mkuu CCM Taifa na mpaka umauti ulimkuta, marehemu alikuwa ni katibu wa Chama cha Mapinduzi wa tawi la mji wa kati kata ya Kashauri wilaya ya Mpanda mkoani Katavi. Ugonjwa. Marehemu alianza kupata changamoto za kiafya mwezi wa Aprili 2025 ambapo alipata matibabu katika hospitali ya rufaa mkoa wa Katavi, hospitali ya Ikonda na baadaye alipata rufaa kwenda hospitali ya saratani ya Ocean Road iliyopo jijini Dar es Salaam. Mauti. Tarehe 24 asubuhi marehemu alianza safari kutoka Dar es Salaam kuja Dodoma kwa ajili ya mapumziko madogo na kuendelea na safari ya kurudi Katavi. Aliwasili Dodoma mida ya saa 3:30 na alikuwa katika hali ya uchovu, akaomba kupumzishwa. Ilipofika saa 8 mpaka saa 9 hali yake ilibadilika. Ilipofika saa 10 kasoro tulimkimbiza hospitali, hatimaye alifariki tukiwa njiani. Marehemu ameacha mjane na alibahatika kupata watoto 7 wote wa kiume, na mpaka mauti unamfika marehemu ameacha watoto 4 walio hai. Pia marehemu ameacha wajukuu 28 na vitukuu 40. Shukrani. Familia ya marehemu inatoa shukrani za dhati kwa madaktari na wauguzi, kituo cha afya cha polisi cha Mpanda mjini, hospitali ya rufaa ya mkoa wa Katavi, hospitali ya Ikonda mkoani Njombe, hospitali ya Ocean Road Dar es Salaam, hospitali ya rufaa mkoa wa Dodoma General. Tunamshukuru pia Injinia Martin kutoka Tanzania ambaye ametusaidia kusafirisha mwili kutoka Dodoma mpaka Katavi. Tunashukuru pia kwa Yesu Kristo Mfalme pamoja na marafiki kutoka Dodoma na Dar es Salaam, viongozi wa Chama cha Mapinduzi mkoa wa Katavi, waandishi wa habari mkoa wa Katavi, Jumuiya Mtakatifu Teresa Mtoto Yesu
serikali ya mtaa kwaya ya Maria Imakulata kutoka jimboni. Tunamshukuru RPC mkoa wa Katavi kutoa ushirikiano wa usafiri. Wapo wengi wametusaidia kutokana na muda hatutaweza kuwataja. Tunashukuru ndugu na jamaa wote walioshiriki nasi kuanzia wakati wa changamoto ya mzee mpaka mauti kumkuta na mpaka muda huu ambapo mwili wa marehemu unaelekea kupumzishwa katika nyumba yake ya milele. Tunasema asanteni sana, hatuna cha kulipa. Mungu akumbuke majitoleo yenu. Familia inamshukuru Mwenyezi Mungu kwa maisha yote ya mzee wetu Eusebius Kapongo Mnguluchuma ambaye alikuwa kama mwalimu na kiongozi. Sasa Bwana ametimiza ahadi yako, waweza kumruhusu mtumishi wako aende kwa amani. Bwana ametoa na Bwana ametwaa.